Bodi ya ligi wamekuja na ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kuna maswali ya kujiuliza. Kwa nini Simba Sports Club walipokuwa wameandika barua ya kutokutaka kucheza mchezo walijibu haraka iwezekanavyo? Kwa nini walijibu haraka iwezekanavyo? Na haikupita hata siku moja, haikupita hata masaa 6 wakawa wamejibu hapo hapo. Kwa nini kwa Yanga kusema kwamba sisi hatuchezi na wao TFF wasitoke mnacheza kwa sababu 1 2 3, na mechi ya tarehe 8 haikuchezwa kwa sababu 1 2 3. Kwa upande wa Yanga mimi naona wako sahihi kabisa kuweza kuugomea mchezo huu, ili mradi tu kuweza kutengeneza mazingira ya heshima katika soka, lakini kutengeneza mazingira ya heshima katika mchezo wa mpira wa miguu. Kufanyia upande wa TFF ukianzia kwenye sehemu ya bodi ya ligi, kwa sababu hapo ndipo kwenye shida zaidi. Ni watu kuweza kukaa pembeni. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru, bodi ya ligi wajiengue, na bodi ya ligi yote ivunjwe, waanze upya. Mimi naamini kama ikitokea bodi ya ligi inavunjwa, watu wanaanza upya, hii mechi ya dabi ya Kariakoo inachezwa bila mashaka. Kama wale bado wanaendelea kubaki pale pale, alafu Yanga waweze kucheza huo mchezo, ni kwamba dhahiri shairi hawezi kukubali. Lakini suluhisho ni kwamba kwa upande wa bodi ya ligi ivunjwe ili waweze bana. Kwa wale wenye kumbukumbu nzuri, tarehe 8 ya siku kadhaa hapo nyuma tuliweza kushuhudia bodi ya ligi ikiahirisha mchezo uliokuwa ukikutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba Sports Club mfalme wa Nyika na mnyama mkali wa mwituni, mchezo ambao ulikuwa unatakiwa kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Lakini kufuatiwa kwa mambo kadha ambayo Simba waliweza kuwasilisha katika bodi ya ligi na kutoa taarifa katika machapisho yao kunako mitandao yao ya kijamii kuhusisha kwamba wenyewe au watacheza mchezo huo, na TFF bodi ya ligi TPLB kutoka hadharani na wenyewe kutoa mtazamo na kutoa taarifa kwamba mchezo huo umehairishwa. Bana, kufuatia mchezo huo kuahirishwa, Dar es Salaam Young Africans, wapenzi wote wa klabu hiyo walichukizwa na maamuzi ambayo yalichukuliwa na bodi ya ligi, lakini kama itoshi walilaumu na kudhiaki kabisa kitendo ambacho kiliamriwa na Simba Sports Club. Lakini kama itoshi, bodi ya ligi ya hapa nchini Tanzania bana, siku zilipopita na kusonga mbele, Dar es Salaam Young Africans waliweza kufikisha kesi yao kunako mahakama ya usuluhishi ya masuala mazima ya kimichezo kimataifa, yani hapa anaizungumzia CAS, na kuweza kupeleka malalamiko hayo na barua ambayo ilikuwa ikidai kwamba wanataka pointi 3 na magoli 3 ikiwemo kufuatia mchezo huo ambao uliweza kuahirishwa. Bana, barua kama ilivyokuwa imetumwa kule makao makuu ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo, bana, CAS walionekana wakijibu Dar es Salaam Young Africans. Mara baada ya kujibu wametoka hadharani pia TFF na bodi ya ligi na kutoa ratiba nzima ya mchezo huo kupigwa Juni 15. Sasa kitu ambacho tunakuja kukijadili hapa ni tunaenda kujua maamuzi hayo ni sahihi. Hapa nipo na mchambuzi Steven Mapunda ambaye kwa pamoja tutaweza kuangalia pengine maamuzi haya ni ya kiasi gani, yana ukweli kiasi gani, ni maamuzi sahihi kwa upande wa TPLB umechukua uamuzi sahihi, lakini ipoje kwa Dar es Salaam Young Africans? Hapo nipo na mchambuzi Steven Mapunda ambaye kwa pamoja tutaweza kujua ni mambo gani ambayo yamejiri na kuchukua nafasi. Bana Steven, habari yako bana? Mimi niko sawa, mimi sawia. Mzima kabisa, wa afya njema. Namshukuru Mungu kwamba niko vizuri kabisa. Mambo mengi yanazidi kuchukua nafasi katika mitandao ya kijamii, sasa habari ya kimichezo inayohusisha huu mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hakika imekuwa ni gumzo, bila shaka umeiona. Ni kweli ni gumzo, na hili yote baada ya TFF kupitia bodi yake ya ligi kutoa ratiba kwa michezo iliyosalia ya ligi kuu na kupelekea ligi kuu kutokumalizika kwa mwezi wa 5 kwenda hadi mwezi wa 6. Lakini habari ambayo inagonga zaidi vichwa vya watu ni kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa imeahirishwa kutoka tarehe 8 mwezi wa 3, mchezo nambari 184 na kuhairishwa kwake na hatimaye kupangiwa tarehe kwenda tarehe 15 mwezi Juni. Hapo ndipo kulipokuwa na tatizo kubwa. Yes, kizungumkuti
nguo kuchanika patashika kweli kweli. Yeah. Ukiangalia katika jambo hili usahihi upo kwa kiasi gani na kutokuwa sahihi kwa kiasi gani, ukiangalia upande wa TFF kwa katika hili wanazidi kujichanganya, kwa sababu wanajichanganya katika eneo moja. Mechi itakuwa ichezwe tarehe 8 mwezi wa 3, Simba na Yanga majira ya saa 11 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Siku moja kuelekea kwenye mchezo, Simba waliweza kuzuiwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao wa mechi. Kwa kitendo hiko Simba wakaibuka na barua ya asubuhi na mapema kutokea usiku kusema kwamba sisi hatuwezi kuleta timu kwa maana kwamba tumenyimwa haki yetu ya kikanuni ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo hatutaweza kuleta timu kulingana na mambo ambayo yameweza kutokea. Na bodi ya ligi asubuhi walitoa taarifa kwamba mchezo uko pale pale, na watu waendelee kukata tiketi, waendelee kuja viwanjani. Lakini kufikia majira ya saa 8 mchezo unakwenda kuahirishwa. Natoka tena barua nyingine kwamba mchezo huo umeahirishwa kutokana na malalamiko ambayo yamewasilishwa na Simba Sports Club, na pia kuna vitendo ambavyo vinakwenda kufanywa uchunguzi kwa yale malalamiko yaliyoletwa na Simba baada ya kubainika. Hiyo ndio barua ya TPLB inavyosema. Baada ya kubainika yale ambayo yameweza kuelezwa na Simba Sports Club kwamba ni ya kweli, na ripoti kutoka kwa kamishna wa mchezo, kutoka kwa wasimamizi wa mchezo na kutoka kwa meneja wa uwanja, ripoti zao zitafanywa uchunguzi na pia tutakuja na majibu ya nini ambacho kimefanyika. Baada ya hapo mchezo utapangiwa tarehe nyingine. Hao ni TPLB. Lakini baadaye Yanga barua ambayo waliandika. Baadaye Yanga walikuja na barua kusema kwamba wao hawatambui mchezo kuahirishwa, mchezo uko pale pale, na muda ukifika Yanga watawaleta timu uwanjani, na wanachojua wao kwamba mchezo huu utachezwa tarehe leo, yani hiyo tarehe husika. Na walileta kweli timu. Na wakasema kwamba hatuko tayari kucheza mechi yoyote kama siku ya leo hatutacheza mchezo. Na kweli ulipofika muda Yanga walipeleka timu uwanjani, Simba hawakutokea, wala bodi ya ligi haikutokea, wala waamuzi hawakutokea, na mchezo ule ni kwamba ulivunjika pale, hakuweza kuchezwa. Baada ya hapo Yanga wakaanza kulalamikia. Yanga waliandika barua kwenda kwa TFF, kwa bodi ya ligi na kamati za rufaa za TFF kwamba wanadai haki yao, kwamba wao walikuwa wameleta timu uwanjani lakini timu ambayo itakiwa kucheza naye haikufika uwanjani. Walihitaji kuweza kupatiwa haki yao ya msingi, wakihitaji magoli 3 na pointi 3, na wakatoa kabisa pale muda wa masaa 40, masaa 72, kwa maana kwamba siku 3. Lakini TFF walikaa kimya, hawakujibu ile barua wala hawakutoka siku 3 zikapita ikiwa kimya. Zikapita siku zingine 3 zikawa siku 6. Young Africa wakaona kwamba hapa sasa haki yetu hatuwezi kuipata. Ndipo Yanga walipokwenda kasi. Baada ya kwenda kasi kupeleka malalamiko yao, na barua ya Yanga ilieleza wazi kwamba wamepeleka shtaka lao kasi kwa kwenda kuwashtaki watu wa makundi mawili, wa makundi matatu. Kundi la kwanza ni TPLB, bodi ya ligi. Kundi la pili ni Simba Sports Club. Kundi la tatu ni TFF. Haya makundi matatu yalikuwa ni walalamikiwa, na Yanga walipeleka malalamiko yao kasi wakihitaji waweze kupatiwa haki yao ya kimsingi. Lakini kasi wakatoa majibu wakisema kwamba warejee waje kumalizana hapa, kwa sababu wao hawana mamlaka ya kuweza kupanga tarehe ya dabi. Kwa waje wamalizane nao hapa. Wakishamalizana nao hapa, baada ya hapo sasa ndipo wao watakuwa na ile mandate ya kuweza kuishughulikia, kwa sababu wao ni mahakama ya usuluhishi. Kwamba watapata rejea sasa kwamba baada ya kwenda TFF nini ambacho kilifanyika. Lakini sasa Dar es Salaam Young Africa wao kimsingi wakaona kwamba mtuhumiwa ndio huyo mahakama. Sasa hawawezi kupeleka tena kesi kwa mtuhumiwa tena aweze kumsaidia. Kwa wakaona kwamba yeye cha kufanya ni kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ameandika nani zake kwa ajili ya kwenda FIFA kwa ajili ya kwenda kulalamika juu ya hili ambalo linaendelea. Bodi ya ligi wamekuja na ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kuna maswali ya kujiuliza. Kwa nini Simba Sports Club
walipokuwa wameandika barua ya kutokutaka kucheza mchezo, walijibu haraka iwezekanavyo. Kwa nini walijibu haraka iwezekanavyo? Na haikupita hata siku moja, haikupita hata masaa 6, wakawa wamejibu hapo hapo. Kwa nini kwa Yanga kusema kwamba sisi hatuchezi na wao TFF wasitoke, mnacheza kwa sababu 1, 2, 3. Na mechi ya tarehe 8 haikuchezwa kwa sababu 1, 2, 3. Lakini pia hili linakuwa ni swala ambalo linakwenda kuwanyima haki wadau wa michezo na wapenzi wa soka, kwa sababu wadau wa michezo waliahidiwa kwamba watakuja na taarifa za kiuchunguzi. Kwa nini mechi haikuchezwa? Kwa nini mechi iliahirishwa kulingana na malalamiko ambayo yametokea? Lakini kilichokuja kutokea sasa, inakuja kupangwa ratiba baada ya kasi kurudisha swala katika mamlaka husika ya nchi. Wao wamerudishia mamlaka, wakajiona kwamba wao ni sehemu ya kwanza kupanga ratiba, badala ya kuzungumza na wahusika, badala ya kutoa taarifa kwa umma kwamba jamani, ile tarehe 8 mechi haikuchezwa kwa sababu 1, 2, 3, 4, na kwa sababu hizo tulipelekea tuahirishe mchezo huo kwa mujibu wa kanuni 1, 2, 3, 4. Kwa maana ya kwamba yale ambayo walisema kwamba tunaenda kuyachunguza, hawajatuletea mrejesho. Kwa sasa sisi pia hatujatendewa haki kama wadau wa soka. Mashabiki pia hawajatendewa haki. Ni hasara kiasi gani mashabiki wameweza kuingia? Wewe mwenyewe ni shahidi kwamba mashabiki wengine ni wafanyabiashara, wanapoona Simba na Yanga, wengine wanaweza wakawa na mitaji yao hata ya kwa mkopo, wakiamini kwamba wakienda kufanya biashara katika dabi ya Kariakoo wanapata hata ya kurejesha katika sehemu ya mkopo. Lakini ina maana kwa mtu ambaye alikuwa amekopa ni mtu ambaye ameweza kupata hasara ya moja kwa moja. Lakini pia ukiangalia upande wa mwenye haki za matangazo, pia waliinvest kujiandaa kurusha ule mchezo husika, lakini kilichokuja kutokea mchezo haukufanyika, ni hasara. Kwa sasa hizi hasara zote hizi ni nani anakuja kuzilipa? Kwa hiyo ilitakiwa TFF kabla ya mambo yote watoe kwanza ripoti ya uchunguzi waliofanya na sio kupanga ratiba nyingine. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Yanga mimi naona wako sahihi kabisa kuweza kuugomea mchezo huu, ili mradi tu kuweza kutengeneza mazingira ya heshima katika soka, lakini kutengeneza mazingira ya heshima katika mchezo wa mpira wa miguu. Okay, kwa namna ambavyo umezungumza na kusema kwamba mambo yote ambayo yamejiri na umezungumza hivi sasa, unaona TFF, bodi ya ligi TPLB, Dar es Salaam Young Africans, nani sasa asimamie msimamo wake, au wote wasimamie hapo? Nani sasa alegezi, au nani asimamie msimamo wake? Hapo kila mmoja asimame kwenye msimamo wake ili tuweze kujua panapokuja ni wapi. Kwa sababu Yanga siku hiyo ya tarehe 15 wao tayari wameshatoka hadharani, wanatafuta mechi ya hisani kwa ajili ya kuweza kuleta amani nchini Kongo, mechi dhidi ya TP Mazembe. Kwa hiyo wao hawako tayari kuleta timu uwanjani. Tuone kitakachokuja kutokea kwamba wenye haki ya matangazo ya kurusha mpira watakuwa busy kurusha dabi ya Kariakoo ambao haipo, au watarusha matangazo ya mechi ya hisani ambayo Yanga wanakwenda kucheza na TP Mazembe kwa kuhitaji amani nchini Kongo. Kwa hiyo hapo ndipo tutakuja kuona. Na kama Yanga itakuwa imeweza kupokwa alama 15 na kuweza kushushwa daraja, lazima pia zitoke kanuni ambazo zitakuwa zinaeleza kwamba upande wa Yanga wanakosa kiasi gani, na kwa kosa hilo kama ni Yanga anashushwa daraja, anapokonywa alama 15, tunakuja kuona kwamba anapokonywa alama 15 kwa mujibu wa kanuni ipi, na kwa nini hii mechi haikuchezwa tarehe 8 imekuja kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni. Kwa itakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia mimi naona hata Dar es Salaam Young Africa ikitokea kwamba moja kwa moja washushwe daraja, still bado itakuwa ni tiba katika mpira wetu, kwa sababu pia itakwenda kutengeneza pia championship kuwa na mvuto wa hali ya juu. Kwa hiyo tunakuja kuona kwa Yanga atakuwa championship, Simba atakuwa ligi kuu, basi championship na yenyewe pia itatolewa macho, kwa sababu pia championship pia kule kuna madudu mengi sana ambayo yanaendelea na hatuyaoni. Kwa Yanga kushuka kule chini, huenda ukakuta mwenye dhamana ya kuonyesha michezo hii pia akawabize zaidi na championship, pia tukaukomboa mpira wa Tanzania. Kwa mimi naamini katika hili Yanga huenda akawa ni mkombozi wa mpira wa Tanzania kwa hiki ambacho anakisimamia. Aendelee kushikilia hapo ambapo ameshikilia, ili tujue panapokuja ni wapi. Na ukiniambia nini kifanyike kwa upande wa TFF, cha kufanyika kwa upande wa TFF, ukianzia kwenye sehemu ya bodi ya ligi, kwa sababu hapo ndipo kwenye shida zaidi, ni watu kuweza kukaa pembeni. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru, wajiengue, na bodi ya ligi yote ivunjwe, waanze upya,
Mimi naamini kama ikitokea bodi ya ligi inavunjwa, watu wanaanza upya, hii mechi ya dabi ya Kariakoo inachezwa bila mashaka. Lakini kama mechi ya Kariakoo irudi, yes, lazima watakubali. Kwa sababu watakuwa tayari wale ambao hawana imani nao wameshaondoka, ambao wanaukanyaga mpira kwa mujibu wa ushahidi waliokuwa nao, watakuwa washaondoka. Kwa Yanga watakuwa na sababu ya kuto kucheza hiyo mechi. Lakini kama wale bado wanaendelea kubaki pale pale, alafu Yanga waweze kucheza huo mchezo, ni kwamba dhahiri shairi hawezi kukubali. Lakini suluhisho ni kwamba kwa upande wa bodi ya ligi ivunjwe ili waweze kuchukua nafasi watu wengine waendeshe mpira wetu. Ukiangalia Steven Mguto alikuwa mwenyekiti kwenye klabu ya Coast Union. Na sasa hivi sio mwenyekiti wa klabu ya Coast Union. Kwa hiyo anakosa ile legacy ya yeye kuweza kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, kwa sababu yule mwenyekiti wa bodi ya ligi lazima awe mwenyekiti wa klabu. Yeye anakuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa mujibu wa katiba ipi, kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya yeye kuweza kukaa pembeni, bodi ya ligi wote waweze kujiondosha pale, akina Kasongo wote waweze kutoka, bodi ya ligi ibaki kuwa safi, Yanga atacheza hiyo mechi. Katika hilo mimi naunga mkono. Wanasema kwamba bodi ya ligi ijiengue, ikae pembeni, na Dar es Salaam Young Africans wataweza kukubali mchezo ambao umewekwa tarehe 15 Juni, kiputi hicho kichezwe katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa swali ni je, watakubali kuondoka? Hayo ni majibu ambayo pengine na wewe unaweza kuwa nayo, utaniandikia pia kwenye comment, nitaweza kuzipitia hapo au vipi bana. Katika meza ya uchambuzi alikuwa ni Steven Mapunda, mchambuzi maridadi kabisa, lakini katika nyuma ya kamera alikuwa Damian Mapunda. Mimi naitwa Latin. Until next time, bye kwa sasa.